من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. أما بعد، Sheikh Omar anasema ameombwa kwamba wafasiriwe suratul Mulk au juzu ya 29 na kuendelea chini mpaka 30. Ambia mwaka jana tulisoma juzu amma baadhi ya sura za mwanzo, lakini madhara kaniomba tuanze tabarakal mulk. Kwa hivyo inshallah tutaanza kidogo inshallah wakati tutapoweza kufika. نحن اليوم مع المنجية، tuko pamoja na sura yenye kuokoa watu. Maa sura nazungumzia sura ambayo tadkhulu ma'aka ya Abdullah, ewe mja Mwenyezi Mungu. Sura hii ndio itakayoingia na wewe fi dhulumati qabrik, katika kiza cha kaburi lako. Maa sura tunazungumza leo sura ambayo suratun ta'khudhu biyadik, itakayokamata mkono wako ala sa'id al-mahshar, mpaka kufikisha katika uwanja wa mkusanyiko mkubwa, يوم الفزع الأكبر, na itakupigania mpaka ikuingize peponi, hata tudkhilaka aljanna. Maa sura tuko leo na sura ambayo tashfa'u yawm alqiyama lak, itakuombea na kukutetea upate shafaa kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo tunasema mpe hongera yule ambaye hanian liman kanat hadhihi alayat 30 aya 30 hizi zikiwa ziko katika kifua chake. Yule ambaye aya hizi wala si nyingi ila ni aya 30, an takuna fi qalbika, ziwe katika moyo wako, wa an taqra'aha, na unazisoma, wa an tudabbira maaniha, na kutadabbar na kujaribu kufahamu maana ya aya hizi. Sura hii hiya suratul Mulk, tabarakal mulk. الملك، نعم، سورة الملك. الملك الذي لا ينبغي إلا للواحد الأحد سبحانه وتعالى. ufalme hautakiwi mtu yote awe nao isipokuwa mwenyewe tu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yeye ndiye kama alivyosema katika mwanzo wa sura, tabarakalladhi biyadihi almulk wa huwa ala kulli shay'in qadir, na ndio ikaitwa suratul Mulk. A'udhu billahi minash shaitani rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. تبارك الذي بيده الملك. katika mikono yake ndio ufalme wote uko kwake. Ufalme wa duniani anotuambia na kutuhadharisha na kutujulisha kwamba yeye ndio aliyeumba kila kitu, na siku hiyo ufalme wa duniani na akhira wote utakuwa mikononi mwake. Tabarak, naam, ametukuka mwenyewe Subhanahu wa Ta'ala, ambaye wa huwa ala kulli shay'in qadir, ni mweza kila jambo, yani hakuna kitu kinachomshinda. Kwa hivyo mulki yake, ufalme wake ghairu naqis, haujapungua kabisa. Ufalme wake tam, umetimia kwa ukamilifu, hauna upungufu. Walau kana qudratuhu naqasat, ingelikuwa ufalme wake na uwezo wake una upungufu,
wa hasha lillahi an takuna kadhalika, haiwezekani kabisa kwamba ufalme wake upungue. Basi asingelistahiki kuabudiwa kama anavyopasa kuabudiwa. Na sura hii yaliyotajwa ndani yake ni kumwokoa mtu, kumpa hidayah kwanza katika moyo wake, kutia nuru ya kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, kutia khashya fi qulubi almu'minin, katika nyoyo za waumini, kwa kumjua nani Allah. Kwa hivyo kwa yule ambaye anasoma anajua kwamba anasoma kwa kumwogopa Mwenyezi Mungu, akaingia katika listi ya aya chini inasema innal ladhina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sura inakuashia taa katika kaburi lako, tudhiuka fi qabrik. Sura inakuonesha hasa maana iliyokuwemo ndani ya sura, dalili za kutosha za kuonesha utukufu wake na uungu wake na sifa zake za kiungu. Sura ambayo itakayokuokoa, itakuombea shafaa. Mata, siku gani nakuombea shafaa? Na nani anastahili kupata shafaa? Iko yule mtu mwenye kustahiki kupata, idha kana huwa ahlan lidhalik, yule ambaye anatekeleza shuruti za sura hii. Sura hii inakutetea mbele ya haki subhanahu wa ta'ala. Unaonaje sura hii ikawa imetangulia mbele ya Mwenyezi Mungu na kugombania kwa kila njia ili Mwenyezi Mungu akusame, bali kuchukue hasa mpaka kuingize peponi? Basi sura hii ina uzito mkubwa. Sura hii tuhaj amama rabbika, inatoa hoja zake na utetezi wake mbele ya Mola wako, na wala haikubali mpaka Mwenyezi Mungu atoe idhini kwamba haya nimempa shafaa kwa ajili yako wewe suratul Mulk, tena alafu kuchukue mpaka inakufikisha ila an tuwassiluka ila maghfirati Allah wa ila aljanna, kufikisha katika maghfira ya Mwenyezi Mungu na ikufikishe peponi, kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sallu ala nabi. Kasema suratun min alquran khasamat an sahibiha hatta adkhalathu aljanna. Sura katika Qur'ani inampigania kwa uhasama na kwa ukavu na kwa ukali hasa sahibiha, yule mwenye kuisoma sura hii, hatta adkhalathu aljanna, mpaka humuingiza peponi. Alafu akasema tabarakalladhi biyadihi almulk, wewe ndio ingie motoni, amali zako hazijatosheleza kwa kukupeleka peponi, upungufu mkubwa. Jua kwamba rehema za Mwenyezi Mungu pia hazijatosha kukupeleka. Kwa hivyo kama kwamba zile amali zako njema zilizojificha katika suratul Mulk, hapo ndo zinapoanza kutokeza hapo. Fatabda tukhasim, inaanza kufanya uhasama, sio uhasama kama binadamu na binadamu, bali kugombania kwa kila njia. Haikubali kabisa, inakwenda tena lakini huyu hivi, lakini huyu naam, inakuombea kwa hoja kubwa kwa ya Rabbi, kana yaqra'uni kulla layla, alikuwa akinisoma kila usiku. Ya Rabbi, kana mutadabbira, akitadabbar. Kana bakian, alikuwa akilia na kunasoma. Ya Rabbi, kam dam'at aynahu indama qala, mara ngapi machozi yalikuwa yanamtoka anaposoma tabarakalladhi biyadihi almulku wa huwa ala kulli shay'in qadir ila akhir. Sura hii inakuja ya Rabb qad asharathu, sura mimi sura nasema al-Malik nimemwacha awe saharana, kae usiku ahakikishe kabla kulala kwamba kishanisoma.
ma nama hatta talaha, hajalala mpaka amesoma sura hii. Wallahi anasema kwamba sura hii ni kipenzi chake mtu kweli, suhba tayyiba maa hadhi sura. Mtu yote atakayefanya urafiki na sura hii basi wa ni'ma suhba, urafiki uliokuwa bora kabisa, urafiki mwema, kwa sababu unajua kwamba atakutetea kutoka dakika inatoka roho mpaka unaingia peponi, sura iko pamoja na wewe. Kitu gani kinachomfanya mtu asisome sura hii? Aya zenyewe 30 akaweza kulala bila kusoma sura hizi. Na kwa hivyo suhbat hadhihi sura wa rafiki yako, na kwamba uhakikishe kwamba mnaagana kila siku kwa kusoma kabla hujalala, ni jambo muhimu sana, hata kufikisha mpaka station ya mwisho, pahala pa mwisho kabisa baina wewe na pepo, mpaka inakwambia sasa ingia peponi, nishakutetea kote. Kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya wewe kunisoma mimi kila siku. Ikisha kufika peponi, katika neema za peponi, hapo tena ndio pale utapojua utukufu wa sura hii. Kwa hivyo tunahimizana jamani, hii sura tusiwache ila tuisome. Na wallahi mpeni pole mtu ambaye ikawa sura hii haisomi wala hafikiri kusoma wala hajahifadhi wala hajafikiria wala kutiania kwamba hifadhi, ikawa analala tu kama ng'ombe akiamka kama ng'ombe. Sura hii jamani, sura muhimu sana, ina umuhimu wake. Kwa hivyo kwa kila ambaye hana mazoea ya kusoma, kwa hivyo kuanzia leo aanze kusoma time yote baada ya maghrib mpaka kulala kwake inshallah. Sura hii iwe kama tulivyosema kwamba yeye inamtetea. Sasa hivi tuko na hii sura makia, na kama desturi za sura za Makka, mambo mengi ndani yake ya kupinga kufufuliwa, kupinga siku ya kusimamishwa mbele ya Allah, kupinga hisabu, kupinga pepo na moto, haya yote hayataki. Mwenyezi Mungu anasema tabarakalladhi, tabarak na asli ya neno baraka, mwenye mwingi wa baraka na khairi zote na utukufu wote ni mwenye Mwenyezi Mungu. Tabarakalladhi, ambaye biyadihi, katika mikono yake, almulk, kullu almulk, ufalme wote. Na siku watu poanza kuuliza, wakati watu wote wameshakufa baada ya kupigwa kipenga cha mwanzo, atauliza aina almuluk, wako wapi hao wafalme waliojitia wafalme? Aina aljababira, wako wapi wale majabari waliojifanya majabari? Atauliza limanil mulku leo, ufalme wa nani leo? Kimya, hakuna anajibu, mpaka mwenyewe anajibu lillahi alwahid alqahhar. Kwa hivyo sura hii tabaraka ni baraka na khair kullu fi hadha alqawl alladhi biyadihi almulk, ufalme wa duniani na ufalme wa akhira. Na unapoona aya inapomalizikia wa huwa ala kulli shay'in qadir, na yeye ni katika kila jambo ni mweza kulifanya jambo hilo, ni mweza wa kila jambo. Almulk walqudra, tabaraka alladhi biyadihi, mkononi mwake ufalme wote uko kwake. Halafu baadaye wa huwa, na yeye ala kulli shay'in qadir, mweza wa kila jambo. Kama una ufalme na huna uwezo wa kufanya jambo, wafalme wangapi duniani wana ufalme lakini wanaendeshwa na walikuwa chini yao mawaziri wao, sio? Ngoja hebu nimuulize waziri wangu, hebu nimuulize mke wangu, hebu nimuulize malkia. Na wangapi wana ufalme hawana nguvu, na wangapi wana nguvu wala hawana ufalme, au sio? Kwa hivyo mambo mawili yakikutana, almulk wal qudra ma baadhi, hakuna ila Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nafikiri mnaipata maana hapa, tabaraka alladhi biyadihi almulku wa huwa ala kulli shay'in qadir. Asije mtu akasema tena ufalme nao halafu tena ndio mweza kila kitu, si maana hiyo. La, wallahi kuna mulk na qudra, mambo mawili yakikutana, hizi sifati al-uluhiyya, sifa za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tabaraka alladhi biyadihi almulku wa huwa ala kulli shay'in qadir. La yujadu tabarak wal barakah illa min tabaraka wa ta'ala.
mtu anakuja akasema mashallah fulani kafika, baraka yote iko hapa, wewe ndio mwenye baraka. La, wallahi simpe sifa za Mwenyezi Mungu. Baraka zote kwa baraka za Mwenyezi Mungu zifike wewe mtu, lakini la, baraka yote tabarak, kama walivyosema baadhi ya ulama. Na wengine tena kugusa mili yao na kupata baraka na kujipangusia, unachukua baraka. Haya tuache maelezo haya, hana haja kuingilia sasa hivi, lakini ni kwamba unapotaja tabarak na unapotaja subhana na unapotaja sabaha wa yusabbihu alhamdu walhamdulillah alladhi anzala ala abdi kitaba, aya kama hizi zinapoanza Qur'ani, aya za Qur'ani, sura mpya, ujue limetajwa ahsan alkalimat katika wasfu rabbani, kumsifu Mwenyezi Mungu. Alhamdulillah fatir as-samawati wal ardh, alhamdulillah rabbil alamin, alhamdulillah subhana alladhi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu. سبح لله ما في السماوات يسبح لله ما في السماوات وما في sawa. Kwa hivyo aya kama hizi alhamd wa tabarak sura al-Furqan na tabarak sura al-Mulk pia katika jumla za utukufu wa Mwenyezi Mungu, na unapoanza na utukufu wa Mwenyezi Mungu, kwa hivyo sura yote iliyobakia inakuonesha ndani ya sura utukufu wake Mola Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo tengeneza alaka yako na yule ambaye man biyadihi almulk, ufalme uko mkononi mwake, ujue kwamba yaatika kila shay, kila kitu kizuri kitakufika ukitengeneza alaka yako na Mola wako alladhi biyadihi almulk, kila kitu atakutengezea, na ukiharibu utaharibika na kila kitu. Limadha? Liannahu ala kulli shay'in qadir. Kwa hivyo kama ilivyokuja katika hadithi nyingine pia, inna sura fi al-Qur'an 30 aya, kuna sura katika Qur'ani aya zake 30, shafa'at li sahibiha hatta ghufira lahu, inamwombea shafaa mwenye kusoma sura ile mpaka anaghufiriwa na samehewa. Tabaraka alladhi biyadihi al-mulk, na ni sura yenyewe hii. Kwa hivyo hadithi hizi mbili tunazichukua hapa kwamba kuna sura katika Qur'ani aya zake 30 zinamtetea na kumwombea mbele ya Mwenyezi Mungu yule mwenye kuisoma mpaka anaghufiriwa na kusamehewa, ni tabaraka alladhi biyadihi al-mulk. Na sura ya pili, hadithi ya pili kama tulivyosoma ni kwamba sura min al-Qur'an khasamat an sahibiha, sura katika Qur'ani inapigania kwa jitihada kubwa kwa yule mwenye kusoma sura ile, hata adkhalathu janna, mpaka humuingiza peponi. Tabaraka alladhi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir. Alafu baada hapo inakuja aya pili, alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa al-azizul ghafur. Baada ya kushakukutajia sifa zake za utukufu wake, ni mweza kila jambo, yeye ndiye ambaye alladhi khalaqa al-mauta wal hayata, ameumba mauti na uhai. Tunaanza uhai, tunaanza mauti sisi. Tulikuwa nini? Tulikuwa wafu, hatuko duniani. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un. Sio vipi mnamkufuru Mwenyezi Mungu na hali mko mmekufa, ikisha kukupeni uhai kutokana na tone la maji kutoka kwa mama na baba, ukawa binadamu tena na asili yenu kutoka udongo, kwenye udongo, au sio? Fa ahyaakum, kukupeni maisha haya, thumma yumitukum, atakufisheni siku ya kwenda kuzikwa, thumma yuhyikum, kisha atakufufueni, na wa ilayhi turja'un, tarejeshwa kwake. Kwa hivyo baada ya mtu kufa ndio anagundua kwamba kumbe hayo ninaambiwa ni kweli, najuta, kwa nini singelimfuata mtume? Hapo tena utajuta. Dalili zote zimo ametupa Mwenyezi Mungu kwa njia ya mtume wake,
na mtu asiyetaka kufuata kwa kuendekeza matamanio yake na shahawati zake ndizo zinazompoteza. Ataanza kujitetea wakati huo, rabbana amatna sanataini wa ahyaitana sanataini fa'tarafna bidhunubina fahal ila khuruji min sabil. Ewe Mola, umetufisha mara mbili ukatuhuisha mara mbili. Kwanza ulikuwa umekufa ukaja duniani ukafuatia, na sasa hivi unahuishwa, umesimama mbele ya haki kwa ajili ya hisabu na pepo na moto. Ahyaitana sanataini fa'tarafna, sasa hivi na'tarif, umeona aina al-yaqin. Na mwanzo ilikuwa haki al-yaqin, mwanzo ilikuwa nini? Ilmu al-yaqin, lakini hujataka kufuata, hujayakinisha katika moyo wako. Sasa hivi mbele yako unaona mambo yameshakuzonga, ainu al-yaqin. Halafu iliyobakia hakuna ila haki al-yaqin, tutumbukia katika moto, wal iyadhu billah. Kwa hivyo hali ila khuruji min sabil, kuna njia kurudi tena? La, hakuna tena. Kwa hivyo ameomba mauti, halafu akaomba uhai, na lengo nini? Liyabluwakum, ili nini? Liyakhtabirakum, liyakhtabirakum, liyamtahinakum, ili akupitieni katika mitihani. Mmetoka wapi? Nyinyi mlikuwa nini? Jitizame nafsi yako, ulikuwa nani na umefika wapi? Kwa neema za Mwenyezi Mungu basi unamshukuru. Kwa nini umshukuru? Kwa nini unamkufuru? Kwa hivyo alladhi khalaqa al-mauta wal hayata, lengo kubwa kwa ajili ya liyabluwakum, kwa ajili ya kukutieni katika mitihani duniani. Ayyukum ahsanu amala, nani katika nyinyi atakuwa ni mbora kufanya amali njema? Kama utafanya amali njema mtamkuta Mwenyezi Mungu huwa al-Aziz al-Ghafur, sahibul izza wal ghufran. Aziz anaweza kufanya lolote ile, lakini kama utarudi kwa amali njema utamkuta kwa yeye Ghafur. Sahibul izza, aziz, hashindwi na jambo. Unataka kufanya amali salih, mtihani umepewa, ulikuwa umekufa ukaletwa duniani ukahaya. Kwa hiyo huwa al-Aziz al-Ghafur. Kwa hivyo ukitizama aya mbili hizi kama wanavyosema, hizi ad-dalail al-ghaibiyya, ni dalili ambazo zinataka nini? Ghaib, kwamba utafufuliwa, utasimama mbele haki, utaulizwa, na kwamba yeye ndo kaumba kila kitu na yeye mweza kila jambo. Dalail nini? Al-ghaibiyya. Ama zinakuja ad-dalail al-malmusa wa dalail al-mushahada, dalili ambayo unazoshuhudia mwenyewe. Hapo ndo unakuja katika aya alladhi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqi rahmani min tafawut farji'il basar hal tara min futur. Hajatosha tena hapo, thumma arji'il basara karratayn yanqalib ilayka al-basaru khasi'an wa huwa hasir. Hizi katika ad-dalail al-mushahada, dalili za unazoshuhudia mbele yako. Alladhi khalaqa sab'a samawati, tena sab'a samawati hizi tibaqa ma tara fi khalqi rahmani min tafawut. Mwenyezi Mungu ameumba mbingu saba kwa matabaka moja baada ya mwenzie, moja baada ya mwenzie. Taban maulama wamekwenda deep katika kuulizana, je, hizi mbingu hizi ziko saba zikoje? Kila moja peke yake, moja juu, baina hii na tabaka ya pili kama tabaka ya tatu, tabaka ya nne, tano, au baina yao kuna kitu kimeungana pamoja kama yai ndani manjano na uope wake ndani ya au kila kimoja separate peke yake. Na wakasema katika hadithi mbalimbali, masira baina samai wa samai masira 500 sana, miaka 500. Leo usende popote, wewe tizama katika aya ambazo Mwenyezi Mungu alikuambia utukufu wake, akakutajia namna gani jua linapokwenda, namna gani nyota zinapokwenda, namna gani kawakib sayari zetu zinapokwenda. Na halafu sikiliza anachokuambia, sikiliza anachokuambia katika aya zake. Madhal kakwambia ziko mbingu saba, basi mbingu saba, na sisi sote tunaona yote haya ni sehemu nduchu tutone katika mbingu ya dunia. Hatujafika yote kujua yote. Mfano wake, mfano mtu kapanda rocket akaenda zake juu, kama alivyopanda Yuri Gagarin katika 60s,
akatoka nje na rocket kenda zake juu, ile ardhi naiacha, ile ardhi ndogo inakuwa mwisho anamuone kama duara tu. Sasa sisi hivyo tunaiona hii ardhi ninavyoiona sasa hivi sawa sawa na ninavyoona nyota au mwezi au jua, yani ndio wa kullu fi falakin yasbahun, zote ziko katika falak, katika open space kubwa vinaelea. Asibaha vinaelea katika anga, wa kullu fi falakin yasbahun. Hebu niambie maneno haya, mtu akipanda chombo kinachokwenda juu tu, juu ya sio kiasi altitude ya ndege, la bali za kupanda vyombo vya spacecraft, anapotoka alafu anapoiona kwamba dunia ni sawa sawa na kama anavyoona mwezi, hapo unapata maana nini? La shamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamar wala laylu sabiqu nahar wa kullun fi falakin, zote katika falak. Al-falak ni upeo wa macho yako, space yote unaona kila kitu ndani yake. Kwa hivyo kuna kama hadithi zilizosema kwamba samaa dunia binisbati samaa thania, mbingu ya dunia yote hii ukilinganisha na mbingu ya pili ni kama nini? Halaqatin fi falah, sema kama mfano chembe, punje moja ya mchanga katika jangwa kubwa. Ina ukubwa gani punje ya mchanga katika jangwa kubwa? Basi ndio mbingu ya dunia, mbingu yetu dunia, samaa dunia ukilinganisha samaa thania na mbingu ya pili si chochote. Na wewe unaitegemea iko mbingu ya dunia, hujui wewe kipande chako unachoona na macho yako, upeo macho yako unaziona hizo nyota kidogo tu, na yote haya yote katika nini? Bado katika solar system yetu, katika galaxy yetu, na mabilioni na billions hiyo katika universe yetu hii. Katika hiyo universe kitu gani? Kwanza ukimuuliza yote mtu atakwambia tu mkusanyiko wa galaxies katika nini, hujafika popote. Sisi katika solar system yetu sisi tuko katika Earth, na kama kawakib nyingine, planets nyingine ziko mbele yetu kama nini? Jupiter, Uranus, Neptune, Pluto, au sivyo? Hizi kila moja ukenda ziko mbali. Hiyo Pluto hawezi kufikia, hata Neptune hawezi kufikia. Hiyo Neptune yenyewe unataka sijui how many, sio kwa kilometers, kwa light years, miaka ya nini ya sawa ya mwendo unapokwenda mwangaza, hata uweze kufika huko mwisho. Wewe utaishi muda gani? Halafu ndo katika kiji solar system yetu ambayo ni tone tu katika galaxy kubwa. Hizo galaxy kubwa ni tone tu katika magalaxy chungu zima. Hii galaxy yetu Milky Way ukubwa wake, haya yote tunaona kushoto mpaka kulia, yote haya tone tu katika galaxy yetu. Subhanallah. Unaposikia Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposhukiwa na Jibril, upeo wa macho yake anaona umetanda kama kiza ghafla, akaja akambana akasema iqra maana biqari. Unafikiri ndio mwili wote wa Jibril asema subhanallah, mambo katika khayali, katika khayali. Akili yako ukitaka kuipanua ili kuweza kufahamu nini maana ya samaa dunia. Tena samaa dunia, mbingu ya duniani, mbingu almutadania, ilikuwa chini kabisa. Dunia almutadania, kitu cha chini kabisa, hakina hadhi mbele ya vinginevyo, hakina utukufu mbele ya vinginevyo. As-samaa dunia adania iko chini kabisa, was-samaa al-ulya iko mbingu mbili kulinganisha na mbingu ya mwanzo kama tone katika jangwa. Ukubwa gani ya pili? Na ukichukua moja ya mbili mbele ya tatu kama tone katika jangwa, wewe ukubwa gani wa tatu? Ukichukua zote sita hizo mbele ya saba kama tone tu, huwezi kutakhayal, huwezi kunini, huwezi ukafikiri ukubwa vitu hivyo. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu katubana sisi akili zetu, kwa sababu hata akikupa hutaweza. Akili yako ndogo, memory yako ndogo itapiga, italipuka kompyuta yako haitaweza kuchukua GB ngapi unazo, hasitoweza kubeba maalumati. Kwa hivyo chukua hicho kidogo alichokupa. Subhanallah. Ndio kwa maana walokwisha kwenda wakajaribu kutafuta na kwenda kuzama, watafute kuna makosa. Alladhi khalaqa sab'a samawati sibaka ma tara fi khalqi rahmani min tafawut, utaona makosa, utaona mistake yote. Lau ingelikuwa kama nasjinani Einstein alivyosema, ingelikuwa minatosha katika elimu yangu yote niliyoipata mpaka hivi sasa, kwamba ulimwengu lazima yuko mwenye kucreate na kutengeneza. Lau ingelikuwa nakwenda hivi kwa hisabu dakika, kila kitu kwa hisabu yake na kwa mpangilio wake na kwa gravity yake na kwa speed yake na orbit yake na la hatari. Lazima kuna mtengezaji vitu. Alivyosema Musa, ya Rabb, wewe unalala hulala,
akaambiwa chukua chupa mbili zikamate mpaka asubuhi. Kabeba chupa kafanya. Aliposinzia kidogo chupa imedondoka. Kaambia Musa, ingelikuwa mulako analala basi ingelikuwa hali kama hiyo. Chupa tu wewe umekamata hujafika masaa mangapi umedondoka. Sasa mimi ulimwengu nitaendeshaje? La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Kwa hapa katika aya hii ana challenge Mwenyezi Mungu. Ma tara fi khalqi rahmani min tafawut. Huoni katika maumbo aliyoumba Ar-Rahman Allah kwa sifa za rehma. Ma tara fi khalqi rahmani min tafawut. Huoni tofauti yote, tutumie hilo neno la Kiswahili. Huoni tofauti yote, yani huoni makosa yote, huoni ikhtilafu yoyote, huoni nini mistake yoyote. Ma tara fi khalqi rahmani tafawut. Tena basi na kuchallenge kwake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema nini? Farji'il basara karratain. Rejesha mtazamo wako ikiwa kama durubini mateleskopu ya aina gani na gani. Farji'il basara karratain, bi'anini, kwa kuripiti tena na tena. Fanya experiment tena, utachunguzeni tena basi utafanya tena na tena. Alafu anakuuliza wewe mwenyewe ما ترى في قرآن تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. unaona makosa yote. ثم ارجع البصر كرتين, rejea na tena utaishia nini? Utahizika, utadua. yanqalib ilayka albasaru, utarudi kinyume mwenyewe, uso wako mwenyewe kimya, umeshindwa utaona haya. Hasiran, umenyongeka, umekonea. Khasian wa huwa hasira, amevunjika moyo, hajapata kuona makosa. Kwa hiyo utarudi na kuwa umefeli kutafuta kama kuna makosa katika maumbile ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo la tara min futur min shuquq, hutaona kuna mapasuko, hutaona kuna chochote kilichokuwa kinakwenda ovyo kwa Mwenyezi Mungu Subhanallah. Kuna mengi sana kuzungumza katika ulimwengu alioumba Mwenyezi Mungu. Lau ungelibadilika kidogo basi hii dunia ingekuwa ishatoweka zamani. Thumma arji' al-basara karratayn yanqalib ilayka al-basaru khasi'an wa huwa hasir. Kwa hivyo anatoa challenge katika aya hizi Mwenyezi Mungu, tumieni zana zote mnazokuwa nazo za kisasa. Tazameni, chungueni, mchungue, mfanye uchunguzi wa kila aina. Halafu kisha mtuambie kama kuna makosa yote. Bila shaka atafika katika pahala tunaona wallahi hatuna makosa yote. Kila kitu kinakwenda kwa spidi yake, kwa sababu kwa spidi kitu kikenda kwa spidi yake. Leo mtu atizame katika ardhi yake anaokaa, katika ardhi inazunguka. Atakuja mtu mwingine atasema vipi inazunguka na sisi tungelianguka, tungelipinduka kama inakwenda duara. Ambaye ile wall of death, unajua wall of death, ule ukuta mkubwa wa duara ule ambao wanafanya, alafu wenye pikipiki wanakwenda wazunguka, alafu wanakwenda spidi kubwa wanazunguka. Simshaona sio? Wanaita wall of death. Ile inakwenda madhali katika equilibrium, iko katika hali kwa spidi maalumu, haiwezi kuanguka. Mfano ukichukua jiwe kuweka katika kitambaa hivi, mfano ukawa unazungusha kwa nguvu, jiwe litadondoka. Lakini utapotaka kurusha unapunguza spidi, unashtua ghafla, sio? Inakwenda. Zamani hizi aina za panda, sio? Panda watu walikuwa wakali kwa kuzitumia zile kupiga wanyama, kupiga ndege. Subhanallah. Kwa sababu haya mambo yote katika theory ya physics, kama unasoma mambo kama haya utaona kwamba gravitational forces ambazo zenye kuwaka katika majarati hizi, katika sayari na vitu vilivyokuwa constellations, yani vitu vilivyokuwa angani, hivi vyote vinakwenda kwa hisabu dakika, kwa mwendo, kwa kila kitu, kwa power ya kuzuia kila kitu pale pake, kwa direction kila kitu. Subhanallah. Haya mambo subhanallah, kama unasoma aya hizi, maulama wa mambo haya wanaona mambo mengi ndani ya aya hizi ambayo wanaweza kueleza zaidi kuliko sisi tunapitia juu tu. Mengine tukasema ya kweli, mengine pengine labda tunakosea au hujaweza kuelezea kwa uzuri. Walaqad zayyana samaa dunya bimasabih, kwa hakika tumeipamba mbingu ya dunia kwa masabih, kwa taa chungu zima. Walaqad zayyana, na kwa hakika tumeipamba. Tazyin kudecorate, kuzipamba. Samaa dunia ni mbingu ya dunia ya chini kabisa,
mbingu ya chini kabisa katika mbingu saba, mbingu ya chini kabisa katika mbingu saba. Walaqad zayyana samaa dunya bimasabih waja'alnaha rujuman lishayatin. Simshaziona nyota zinakwenda mbio, zinaanguka. Zile nyota nasema nini tumezijalia, wallahu aalam. Ndio nyota zile zinakwenda kupiga shetani, zinakwenda rujuman lishayatin. Wa'atadna lahum adhab as-sa'ir. Tasimama leo hapa inshallah, kesho tutaendelea biidhnillah. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد نبينا وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.